Injili yetu ambayo tumesomewa siku ya leo. Watoto, mseme ni Injili ya nani kutoka pamoja? Injili ya Yohana. Tunakuta maneno hayo kwamba Yesu anawaambia mitume wake kwamba wote mtakaoondolewa dhambi wataondolewa, na wote ambao mtawazuia nao dhambi zao zitazuiliwa. Hiyo ni sakramenti gani? Tunaweza kufananisha hiyo ni sakramenti ipi? Pale mwisho kwa sauti, sakramenti ya kitubio. Kwa sakramenti ya kitubio Yesu kwa maneno hayo aliweka sakramenti ya kitubio. Na Yesu aliweka sakramenti ya kitubio siku gani? Ukutanisho wewe hapa sio kweli. Mtoto alikosea msomo mwingi, wewe ndio mnatulia zenu, sawa? Yaani kwamba mimi na nyimbo zetu sio naingiza kukuja kwa Yesu. Maswali yenu yanakuja, kwa naweza kuswali, sawa? Na mkusudi wa kusimamisha kupata nafasi ya kuimba. Utawapa watoto mtakatifu wa hivyo baadaye, sawa? Kwa hivyo Yesu tunaweza kuimba. Nasikia tunakuja Pasaka siku ya jioni. Tunakuja Pasaka siku ya jioni. Yesu aliweka sakramenti ya upatanisho au sakramenti ya kitubio, na aliweka kwa maneno ambayo tumesikia katika Injili yetu ya Yohana siku ya leo. Katika sakramenti ya upatanisho, kazi yake tunaielewa sisi sote, si ndio? Kazi yake ni nini? Kutukumbusha tena sakramenti ya upatanisho, kutuondolea dhambi. Tunapoenda kuungama mara nyingi tunaondolewa dhambi. Usipoondolewa dhambi, madhara yake ni nini? Ninyi watoto tamkini, mtu akilabu kwenye madhara yake ni nini? Atapata shida gani? Nini itamtokea? Kwa sauti atapungukiwa na neema ya utakaso. Utakuwa na roho chafu. Roho chafu. Roho chafu inafananaje? Roho chafu na kwa nisi nani anaweza kutusaidia madhara ya dhambi? Ishara madhara ya dhambi ni nini? Usipoondolewa dhambi, nini kitakutokea? Utatupwa motoni. Safi, sio mbaya. Hebu tujaribu na motoni, sio mbaya. Mwisho madhara ya dhambi wala mtume anatuambia ni mauti. Sawa jamani? Kifo. Tunakubaliana? Maana mdhambi kwa dhambi, wala mtume anatukumbusha, kanisa linatukumbusha kwamba sasa tutakuwa kwenye mauti, tutakuwa katika hali ya kifo. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye dhambi tunafanana na watu waliokufa, watu ambao wako makaburini, tuko kwenye mauti. Lakini bahati nzuri Yesu alitupatia sakramenti
sakramenti ambayo tunaaliwa sisi sote, wale ambao wameandaliwa na wanapaswa. Sakramenti ya kitubio pia inaambatana na sakramenti nyingine. Nafikiri ni sakramenti hii inafanya kazi pamoja na sakramenti nyingine. Mwisho kule kwa sauti, ubatizo sio kweli kabisa, lakini sio mbaya. Kwa sauti wewe utamaliza sakramenti zote baadaye. Nani akijua kabisa? Ekaristi Takatifu ni makofi. Sasa mimi sio haya makofi leo tunayotaka. Haya ndio baada ya misa sawa. Haya ndio kuna makofi. Leo natakiwa kuna makofi kama haya sawa. Kama mwezi na tunayo sawa. Haya mambo ya mtoto sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa sababu gani? Inaambatana na sakramenti ya Ekaristi Takatifu kwa sababu moja kuu. Sababu yake ni nani? Katika hali ya kawaida unapaswa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika hali gani? Unapaswa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu katika hali gani? Nani anapaswa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu? Mtoto yake mwisho mtu ambaye yuko katika neema ya utakaso ndiye anapaswa kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na kinachoongea neema ya utakaso ni dhambi, na kama kuna binadamu kwa kweli hatuwezi kujiombea pesa ya Bwana katika hali ya dhambi. Bahati nzuri kanisa limetupatia sakramenti ya upatanisho ili ile hali ya dhambi ndio na neema ya utakaso ili baki ndani mwetu. Lakini tangu mwanzo ya ulimwengu wazazi wetu wa kwanza walikuwa katika neema. Wazazi wetu wa kwanza ni akina nani? Watoto wa Utatu Mtakatifu. Wazazi wa kwanza ni nani? Wazazi wa kwanza ni nani? Adamu na Eva. Wazazi wetu wa kwanza ni Adamu na Eva. Mungu alipoumba ulimwengu, Mungu hakuumba dhambi. Alimpenda binadamu akamuumba katika sura yake, afanane naye, awe kama yeye. Kwa hiyo sisi tumeumbwa katika picha ya kufanana na Mungu, lakini tunachoelewa picha ya sisi kufanana na Mungu ni kile walichofanya wazazi wa kwanza. Wazazi wa kwanza walitenda dhambi. Walitenda dhambi gani watoto kule mwisho? Dhambi ya kumtoa Mungu mwingine. Walikula tunda. Kwa hiyo
Shetani aliwaambia wazee, mkila ile tunda Mungu utakuwa sawa na Mungu. Ambaye ni Mungu. Eti wale wazazi wa kwanza baada ya kula tunda walikuwa sawa na Mungu? Hawakuwa sawa na Mungu. Kwa hiyo dhambi sisi hivyo kwamba labda utafanana na Mungu, labda utakuwa na fursa nyingi. Kwa hiyo siku zetu ndio sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sakramenti nzuri sana. Kazi ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu inatupatia uzima, inatupatia uhai. Ndio maana tunapaswa kushiriki kila mara tunapaswa kushiriki hiyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Na kitokea huko tunapaswa kujiandaa vizuri. Sio yote ile kuandaa vizuri kitokea unatakiwa kuandaa. Na ndio tumaliza swali la kitokea. Kwa sauti. Masitaji za kiachama kwa sauti. Unapaswa kujiandaa vizuri. Kwanza utafute dhambi zako. Baada ya kutafuta dhambi, unakusudia kuacha dhambi. Alafu unazijuta na baadaye kutimiza hizi. Baba yetu msali kwa Baba na sala na Bwana kwa sauti. Kwanza
zote. Kwa hiyo ujasiri natakiwa zile fadhila zingine. Haya, zitaka zile fadhila zingine njema: hekima, haki, ujasiri, kiasi. Safi kabisa. Hekima, haki, ujasiri na kiasi. Ujasiri tumesema maaskari, si ndio? Mimi watoto nafikiri ukiacha ujasiri ni fadhila yetu hasa napaswa zamani. Ukiacha ujasiri sio wewe haki wewe kwa hakimu wewe mwisho ukasema manake zitakuwa zimeishi. Kiasi sawa, kwa sababu hii imezoea kuelekea sijui umekaa tu
na tunaonyesha makali sana, na tuletea usema mwingine, na tuendelea na safi Hallelujah.
Ishara nyingine ya Roho Mtakatifu ni upendo. Na ishara nyingine Mtume gani Mungu aliamua leo tuache
Tatu, safi, mpeni makofi. Mtume mwingine aliyemtembelea, mtume mwingine aliyemtembelea, Justo Yakobo Kalenda, Yakobo Kalenda, simama nasikia sasa. Kama
Lakini katika kitabu cha Manabii ile orodha ya 18
Kutoka ana makamu mangapi? Kutoka mangapi? Asimameni kwa makamu saba ya kutoka mizizi hii hasa inawasumbua wazazi wengi. Haya wazazi, sikilizeni mizizi yenu yote. Hakuna mzizi kama wewe. Kazi mzizi yao ni hasira moja na hasira. Wazazi mzizi wao ni ulezi. Wazazi mzizi wao ni ulezi.
Sasa mjiandae kutaja vitabu vya manabii 18, lakini kabla ya kutaja tuwaulize wasimamizi manabii. Msimamizi wapendwa, hebu taja nabii wetu na mgalamu. Alafu sawa Eliya sawa, Yeremia, Ezekieli, Samueli, Danieli sawa, kule mwisho sasa Amos sawa, wewe kumbuka katika 18 ambapo Always,